Kila mtu analala na mara nyingi muda wa saa 9 usiku ndio muda unaosemwa kuwa mtu anakuwa katika usingizi fofofo, na hata majambazi wengi inasemekana wanatumia muda huo wa saa 9 usiku kuvunja na kuiba, wakiamini huo ni muda ambao watu wengi wanakuwa katika usingizi mzito kupita kiasi. Lakini si majambazi tu, bali inasemekana hata wachawi wengi wanatumia muda huo kufanya yao katika ulimwengu wa giza, ambapo watu wa kiulimwengu wanaita sayansi ya jadi. Je, uliwahi kujiuliza kuna maajabu gani saa 9 usiku? Mimi naitwa Semio Sonyo. Karibu katika makala haya ni kujuze kuhusu saa 9 usiku. Kwa tafsiri ya kawaida, saa 9 usiku huu ni wakati kati ya usiku wa manane na mapumziko. Katika mafundisho mengi ya kiroho, hasa Ukristo na Uislamu, huu ni wakati unaotajwa kuwa wa kipekee kwa maombi na matendo ya kiroho. Katika lugha ya kiroho huitwa the witching hour au the hour of spiritual warfare, wakati wa vita vya kiroho. Kwa wengi wanaomba usiku, huu ni wakati mapepo na nguvu za giza hufanya kazi kwa bidii, lakini pia ni wakati mzuri wa kusali kwa ushindi mkubwa wa kiroho. Tuangalie maajabu na umuhimu wake wa kiroho. Hii ni saa ya vita vya kiroho. Watu wengi husema kwamba maombi yanayosaliwa saa hizi yana nguvu ya kipekee. Ni wakati wa kupinga mashambulizi ya kipepo au mipango mibaya dhidi ya mtu. Lakini pia ni saa ya ufunuo. Huu ni wakati ambao Mungu huzungumza na watu wake kwa ndoto au maono. Kwa wanaotafuta majibu au mwelekeo wa maisha, huu ni wakati mzuri wa kuomba kwa ajili ya ufunuo na maelekezo ya kiroho. Lakini pia hii ni saa ya ukombozi. Kwa mafundisho ya Kikristo, hasa katika huduma za kiroho na mapambano ya kiroho, huu ni wakati wa kuvunja minyororo ya kifamilia, vizuizi vya kipepo na laana. Lakini pia hii ni saa ya wito. Kwa wengi waliopitia kuitwa kiroho, huduma au kazi maalum za Mungu, mara nyingi hupokea wito huu katika masaa haya ya usiku. Tuangalie sasa katika mifano ya kimaandiko na kiroho. Tukianza na Biblia katika upande wa Ukristo, Matendo 16 mstari 25 hadi 26 unasema, saa 6 na usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakiomba na kumwimbia Mungu nyimbo, na wafungwa waliwasikia. Ghafla pakawa na tetemeko kubwa la nchi, milango ya gereza ikafunguka. Hii inaonyesha nguvu za maombi ya usiku. Lakini jambo lingine ni Yesu alikuwa anaomba usiku. Ukisoma katika Marko 1 mstari 35 unasema, na asubuhi kulipokucha sana akaondoka, akaenda mahali pasipokuwako na akaomba huko. Ingawa hii ni asubuhi, Yesu mara nyingi aliomba usiku kucha. Ukisoma katika Luka mstari wa 6 sura ya 12. Tukiangalia katika upande wa Uislamu, tukianza na tahajjud, sala ya usiku baada ya kulala, ni miongoni mwa ibada zinazopendekezwa sana na Waislamu. Ni wakati wa kutafuta rehema, msamaha na majibu ya dua. Ukisoma katika Quran Suratul Al-Isra sura 17 mstari wa 79 unasema, na katika sehemu ya usiku uswali tahajjud, itakuwa ni ziada kwako. Tukirudi katika upande wa mitazamo ya kiasili, katika baadhi ya imani za Kiafrika, saa hizi huchukuliwa kuwa ni wakati wa roho kufanya safari au mazungumzo ya mizimu. Pia ni wakati ambao wachawi na waganga wa kienyeji hufanya shughuli zao. Tukija katika upande wa mifano halisi ya maisha, watu mashuhuri kiroho, hasa watu wa maombi, wachungaji, mashehe au manabii wengi, hulala mapema ili kuamka saa 9 usiku kwa ajili ya maombi. Mashairi binafsi wanasema walipata mafanikio ya ajabu, mabadiliko ya maisha, uponyaji au maono kupitia maombi katika saa hizi. Wengine huripoti kushambuliwa na ndoto mbaya sana kuanzia saa hizi, ishara kuwa huu ni wakati wa mapambano ya kiroho. Sasa ni kwa nini saa 9 ni muhimu sana kiroho? Kwanza, kimwili, huu ni wakati mwili wa binadamu unapokuwa katika usingizi mzito zaidi. Kwa hiyo roho iko huru kushughulika na mambo ya kiroho. Lakini pili ni kiakili. Akili imepoa, hakuna kelele za nje, ni rahisi kusikia sauti ya Mungu au kuelewa mambo ya kiroho. Lakini kiroho ndio kilele cha third watch of the night. Katika Biblia, kati ya saa 12 usiku hadi saa 3 kamili asubuhi, kipindi muhimu sana kiroho. Sasa nini maana ya third watch of the night? Katika mila ya Kiyahudi na pia zile za Kirumi, usiku uligawanywa katika watches au sehemu. Kwa mfano,
Wayahudi waligawa usiku sehemu tatu. Moja, watch ya kwanza ilikuwa ni saa 12 jioni hadi saa 4 usiku. Watch ya pili ilikuwa ni saa 4 usiku mpaka saa 8 usiku. Watch ya tatu ilikuwa ni saa 8 usiku mpaka saa 12 asubuhi. Third watch of the night. Third watch katika maisha ya kawaida huu ni muda wa giza totoro, watu wengi wakiwa usingizini kabisa. Ndoto nyingi hutokea kipindi hiki, na kwa maumbile hiki ni kipindi cha uzimwi mkubwa. Wanyama walao nyama kama fisi au simba huwa katika harakati. Mwili huwa umepoa kabisa na joto la mwili hushuka. Third watch katika ulimwengu wa kiroho, hasa katika imani za Kikristo na baadhi ya mila za Kiafrika, huu ni muda wa vita vya kiroho. Inasemekana ni kipindi ambapo nguvu za giza hufanya kazi kwa nguvu sana. Majini, mapepo, wachawi wanaaminika kuendesha shughuli zao kipindi hiki. Ndoto nyingi zenye asili ya kiroho, mafunuo au mashambulizi ya kiroho hutokea hapa. Ukisoma katika Biblia, Yesu aliwatokea wanafunzi katika zamu ya 4 ya usiku. Ukisoma katika Mathayo 14:25 ambayo inalingana na third watch ya Wayahudi, akiwa anatembea juu ya maji. Ukisoma Luka 12:38 unasema Yesu alizungumza kuhusu the second or third watch kama muda wa kungojea kurudi kwa Bwana, akisisitiza umuhimu wa uangalizi wa kiroho. Kwa waombaji na watu wa maombi, hiki ni kipindi kizuri kwa maombi mazito, kwa sababu watu wengi wakiwa usingizini, mazingira kimya, roho yako inakuwa na nafasi kipekee kusikia sauti ya Mungu. Ni kipindi cha kuvunja vifungo, kuomba maono mapya na kupambana na nguvu za giza. Tukija katika upande wa mila za Kiafrika, wazee na wachawi waliamini huu ndio muda mzuri wa kupeleka mizimu au kufanya tambiko. Kwa upande wa wazee wa kiroho na wachungaji wa Kiafrika, hiki ni kipindi cha kufungua milango ya siku mpya kiroho. Katika upande wa faida za kuomba katika third watch, kwanza ni kuvunja vifungo vya kipepo, kupata maono au ndoto za kiungu, kuomba rehema juu ya siku mpya, kupambana na mashambulizi ya kiroho kabla ya asubuhi. Ni kufahamisha mambo ya kufanya saa 9 usiku. Kwanza, kusoma neno la Mungu au Qur'an. 2 ni kufanya maombi ya vita dhidi ya nguvu za giza. 3, kuomba rehema, msamaha na neema. Lakini 4 ni kuomba ulinzi kwa siku inayokuja. 5 ni kushukuru Mungu kwa wema wake. 6 ni kuomba kwa ajili ya ufunuo na hatima ya maisha. Bila shaka sasa utakuwa umeelewa maana ya saa 9 usiku na nini unapaswa kufanya muda huo. Hadi wakati mwingine, mimi ni Semio Sonyo. Asante kwa kufuatilia makala haya.